الحمد لله رب العالمين. يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، أنت يا مولانا على ما تشاء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأماجد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu zangu wapendwa, ninakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Ndugu zangu katika imani, mafanikio yetu katika haya maisha ya mpito ya duniani na maisha ya milele baada ya kufariki dunia hii yanategemeana na kufanya kwa ufanisi masala yetu ya kidunia na ya kiakhira kwa mujibu wa mafundisho ya dini. Tukifanya kwa mazoea kama tunavyoona yanavyofanywa mambo duniani, tunapoteza yote mawili, tutaharibikiwa na dunia yetu na akhera pia. Allah ana utaratibu wake, na hapa alipotuweka pana taratibu nyingi, na kila utaratibu una wasimamizi wake. Ukikosea kuipata njia ya sawa sawa, huwezi kufikia kunakotarajiwa. Ndugu zangu katika imani, tupitie kidogo katika historia ya Uislamu na hatua ambazo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alizichukua mpaka na sisi hapa tukawa tunajivuna kuwa ni Waislamu. Mtume wetu amekuja kuukuta ulimwengu huko katika viza, sio kiza, viza, na akawa Muislamu ni yeye mmoja peke yake. Akapewa jukumu la kulingania na kuwasimamia wale watakaomkubali kwenye alicholingania, awaelekeze kwenye njia ya sawa, kama alivyoambiwa na Mola wake azza wa jalla, kitabun anzalnahu ilaika, tumekupa kitabu Muhammad ambacho tumekuteremshia, litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri biidhni rabbihim, tumia kitabu hichi uwatolee watu kutoka kwenye viza uwaelekeze kwenye nuru kwa idhini ya Mola wao, ila siratil azizil hamid. Hii nuru utakayowawekea itawasaidia kuelekea kufuata mwongozo na ridhaa ya Allah mwenye nguvu na mwenye kuhimidiwa. Kwa hiyo kafanya kazi katika mazingira magumu, kapingwa kuanzia siku ya kwanza tu walipolingania. Watu walimkataa, walimpinga, na hawakumpinga kimya kimya, walimuonyesha kwa vitendo kwamba tunakukataa, hatukukubali. Ilimchukua miaka 13 migumu pale Maka kufanya kazi ya da'wa, na mafanikio yalikuwa madogo sana kwa sababu nguvu ya washirikina ilikuwa ni kubwa kuliko nguvu yake yeye na wachache waliomwamini.
Lakini kulikuja kipindi kigumu miaka michache kabla ya hijra, wakafariki watu wawili muhimu katika maisha ya Mtume, ami yake Abu Talib na mkewe Mama Khadija. Hawa walikuwa kwa kiasi kikubwa wanamsaidia kumpatia utulivu. Abu Talib alikuwa anamsaidia kumkinga na maudhi ya nje anayopambana na washirikina, na mkewe alikuwa ni mliwazi mzuri anaporudi nyumbani kumtolea jakamoyo la misukosuko iliyomkuta katika shughuli zake za dawa. Watu wawili hawa walifariki mwaka mmoja. Kihistoria unajulikana amul huzni, mwaka wa huzuni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipofariki watu wawili hawa, Mtume alipata mashaka makubwa kuliko kawaida. Maudhi ya washirikina yalizidishwa maradufu kwake na kwa wafuasi wake. Mtume akaamua kuhama pale Maka, akahamia kwenye mji mwingine jirani wa Taif. Huko aliona labda atapata utulivu, watamsikiliza kiungwana afanye majukumu yake ya dawa. Lakini yaliyomkuta Taif ni mabaya zaidi kuliko huku walikotoka Maka. Kapigwa mawe mpaka akaroa damu. Huku Allah subhanahu wa ta'ala alimliwaza kwa kumteremshia sura moja yenye aya 111, suratu Yusuf. Imemsimulia kisa kizima cha maisha ya Yusuf, tangu kuzaliwa kwake mpaka kukua kwake, yaliyomkuta mpaka akafika kupata utukufu wa dunia, na wakati kashapewa utume, kapewa utukufu wa dunia na akhera. Sura yenye aya 111, aya 101 ilikuwa inazungumzia kisa cha Yusuf alayhi salam na mikasa iliyompita kwenye maisha yake. Anamaanisha Allah subhanahu wa ta'ala kumfahamisha mtume wake na kutufahamisha sisi. Hata kama umesema umeikubali njia ya haki, unamwamini Allah Mungu mmoja, kuishi salama katika hii dunia utakuwa na misukosuko tu. Mitihani ni lazima. Kwa hiyo aya 10 za mwisho za suratu Yusuf ndio ilikuwa mawaidha mahsusi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama na sisi umati wake. Kuanzia aya 102 mpaka 106, Allah amemwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, dhalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Hichi kisa kizima tulichokusimulia na mambo yaliyojiri kwenye historia ya maisha ya Yusuf, hizi ni habari za ghaibu, habari zilizofichikana. Hakuna katika kiumbe anayezijua hizi. Sisi tumekufunulia kama wahi. Wama kunta ladaihim idha ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Wala wewe utakapokisimlia kisa hiki, watu watakaokisikia watathibitisha kwamba wewe Muhammad hukuwepo wakati huo, wakati ndugu zake Yusufu, watu wa Misri, wanawake waliompa kesi mbaya na mambo mengine yaliyosimliwa, wewe hukuwepo ukayajua mambo haya wakati yanatendeka. Umeyajua baada ya sisi kukusimlia. Ni mambo ya ghaibu. Lakini ujue pia Muhammad, wama aktharu nnasi walau harasta bimu'minin. Ulitoka Maka kuja Taif kwa kutegemea labda utapata support, utapata watu wenye akili wa kukuunga mkono, angalau hata kama watakukatalia ulitegemea wakae wakusikilize. Lakini kilichotokea ndo hicho. Wamekupiga mpaka umetoka damu, wamemwaga damu yako. Wama aktharu nasi, hawawi watu walio wengi, walau harasta, hata ukafanya juhudi namna gani kusemani wasaidie watu wanyokewe, hata ukijitahidi kwa watu walio wengi hawawi wenye kuamini. Wama aktharu nasi walau harasta bimu'minin. Watu walio wengi hata ukajitahidi vipi hawaamini tu.
Kwa hiyo wakuamini Allah anawajua, hawahitaji nguvu kubwa mpaka waamini, wanahitaji dalili tu, na kwa sababu akili zao na nyoyo zao ziko salama, wanaongozeka kwa dalili tu. Wakifahamu jambo wanakuwa hawana matatizo, lakini huwa wachache. Walio wengi hata ukijitahidi vipi hawatokuamini. Wama tasaluhum alayhi min ajrin, cha ajabu hawa watu kuja kwenye dini huwataki kiingilio, hujawatoza ujira wowote, dini ni bure, lakini hawataki tu. Kuna mambo mengine yanahitaji gharama ya mali, nguvu, watu wanatoa mali, wanatumia nguvu zao, lakini ni mambo ya maasi ya kuwapeleka motoni. Pesa wanatoa, juhudi kubwa ya nguvu zao wanatumia, wakafanya mambo ya maasi wakaenda motoni. Hili jambo la bure lenye faida yao wenyewe wanalikataa. Waka'ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun. Kuna ishara ngapi za kimaumbile kwenye mambo aliyoumba Allah mbinguni na ardhini, wanaziona. Kila siku tunasikia kwenye ulimwengu wetu wa sasa, watu wamelaunch vyombo, wakaenda outer space, wameona hichi, wameona hichi, maajabu makubwa makubwa wanaonyeshwa, alafu wakirudi wanasema Mungu hakuna. Utawaweza wapi watu hawa? Waka'ayyin min ayatin, kuna ishara ngapi fi samawati wal ardi, ziko mbinguni na ardhini, yamurruna alaiha, watu wanazipitia hizo ishara, wanaziona kila siku, wa hum anha mu'ridun, wanathibitisha uwezo wa Allah alafu wanapuuza kama hawajaona kitu, kama hawajaambiwa kitu. Aya ya 106 Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake, wama yu'minu aktharuhum billahi. Kuna wengine umejiridhisha kwamba wamekukubali, wamesilimu, wanasema waumini, lakini ninakuthibitishia wama yu'minu aktharuhum billahi, hao walioamini hao wengi wao hawamuamini Allah, illa wa hum mushrikun, ila pamoja na imani yao lazima washirikishe. Mu'min lakini mushrik. Sasa kuna aya mbili zinatisha kwa mwenye kuzingatia, zipo kwenye kipande hichi tulichokisoma. Moja inasema wama aktharu nasi walau harasta bimu'minin, hata ukajitahidi vipi na utume wako na ufasaha wa kusema, hata ukajitahidi namna gani, watu wengi hawatakuwa wenye kukuamini, wengi watakupinga. Na hii ya 106 inasema wama yu'minu aktharuhum billahi, hao wanaoamini hao wakajisifia imani, wengi wao pia hawamuamini Allah atakavyo Allah kuaminiwa, hawaridhiki na imani yao na tauhidi, illa wa hum mushrikun, ila lazima baada ya imani yao wamshirikishe Allah. Sasa tunapaswa kuwa na umakini. Aliyesema maneno haya ndiye muumba wetu, anatujua siri zetu na dhahiri zetu. Tunapaswa kujikagua wenyewe, ni waumini lakini washirikina, ni waislamu lakini tunauzuia uislamu usiingie kwenye maisha ya watu. Allah kataka watu wake, viumbe wake wote wafikishiwe ujumbe huu ambao umekuja kwa kupitia mitume mbalimbali. Lakini angalia walichokifanya mitume na raddul fi'li, reaction iliyotokezea kwa watu wao. Musa akatumwa kwa Firaun. Kama Firauni angeliamini, pamoja na maudhi mengi aliyoyafanya kwa siku nyingi, yote Allah angemsamehe, angebaki na ufalme wake, lakini awe katika ufalme wake afahamu hadhi yake yeye ni kiumbe na muabudu muumba wake. Kwani wangapi wamepewa ufalme lakini hawakuwa na jeuri, walimtii muumba wao. Lakini mtu kwa sababu mimi ni mfalme lazima nifuatwe yangu ninayoyataka, analazimisha afuatwe yeye, hata hayo ya Mungu aliyeumba yakataliwe, yafuatwe ya kwake ambayo ni ya upotoshaji, ni ya udhalimu, ya kuwapeleka watu motoni.
Kwa hiyo watu wengi, hata wale wanaokubali, hawa ndo wamekataa. Lakini hata wanaokubali pia Mungu mmoja, tunaamini kuna siku ya malipo, hawaridhiki na tauhidi, lazima wamshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunasoma Qur'ani, wanaofahamu wanafahamu, lakini hatimaye yale maagizo ya Qur'ani tunayaweka nyuma ya migongo, hatuyafanyii kazi. Tunaendelea kufanya mambo yetu kimazoea kwa mujibu wa taratibu zetu tulizoridhika nazo wenyewe, jambo ambalo ni kosa. Kwa hiyo inawezekana mtu ni Muislamu lakini akaisabika kaizuia dini ya Allah isiingie kwenye maisha ya watu. Alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum, watu wanaokataa wao wenyewe halafu wakafanya juhudi kuwazuia na wale wanaotaka kufuata dini ya Allah wasifuate dini ya Allah. Yeye kakataa kuifuata, anafanya na juhudi ya ziada kuwazuia wengine wasifuate dini. Allah anasema hawa amali zao wanazoziona ni njema zinapotea, hazikubali Allah na hata walipa kwa hizo amali zao njema. Kwa hiyo unaweza ukajiona we ni Muislamu muumini, unafanya ibada, lakini kuna mengine kando unafanya yakawa yana block haya mazuri unayoyafanya, Allah akayakataa. Ayuha al-ikhwatu al-amajid, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. wa qala 'azza min qa'ilin 'alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. وقال الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. وقال أيضا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Ndugu zangu katika imani, kuna matukio yanajiri kwenye jamii yetu na ni matukio ambayo tukiachilia yanayofanywa na makafiri yanafanyika na sisi Waislamu tunaojipendekeza kwa Allah, tukawa na matumaini makubwa ya kupata pepo na kuwaonyesha wengine kuwa ndo wa motoni, sisi wa peponi. Mambo kama haya huwa yanaharibu, hayatengenezi, na kama yanaharibu tutakwenda kulipwa kwa uharibifu uliopatikanwa. Kuna matukio kadhaa ambayo nimeyapata ndani ya wiki hii au siku tatu. Kuna watu wamesilimu na wanaishi kwenye jamii ambazo asilimia kubwa ya watu wake ni makafiri.
Ndio maana wao wamesilimu. Hawako hapa kwetu, wako nchi za jirani hapo, Burundi, Rwanda na sehemu nyingine. Lakini wananipigia simu mimi, niko Unguja, mtu ambaye siwashi sizimi. Wanasema wao walisilimu kwa mihemko ya ile mihadhara ya Bible na Qur'ani, ya Kikristo na Uislamu. Lakini walipoacha Ukristo kwa kukinaishwa kwa hoja, wakaja kwenye Uislamu, waliona Uislamu ni dini moja, watu wake ni wale wale wamoja. Lakini sasa baada ya kuingia kwenye Uislamu, na wao nyuma yao kukawa kuna watu wanawafuata wao waliotangulia kwenye Uislamu, Wakristo wenzao. Walikuwa Wakristo, wakasema tunamfuata fulani, tunamfuata fulani. Akajikuta automatically yeye ni kiongozi. Wale ambao kawatangulia kwenye Uislamu wanakuja kwake, kwa sababu mwalimu karibu hapana wa kuwasomesha Uislamu. Kilichotokea, anasema kwenye maeneo ya Waislamu walipokuwa wanaishi wao, wakapigwa pande. Katoka kwenye ukafiri kasogea kidogo kwenye Uislamu, Waislamu wamemkataa. Sababu na hoja, wanasema huyu khurafi, anafanya ibada za khurafi. Hasa yeye hajui khurafi ni nani, ukhurafi ni nini. Akajikuta akapigwa pande yeye na watu wake, hana la kufanya. Akasema kumbe Waislamu hawa sio wale Waislamu ambao nilitegemea. Kuna Waislamu wengine akenda akajiunga nao, anasema hawa wanaitwa Ahmadiyya. Yeye hakujua hata hilo. Kawaona wale wako well organized, wamejiunga vizuri, kenda wamempokea. Kupokewa na Ahmadiyya, moto umezidi. Huyu kadiani. Sasa ananipigia simu mie huku, nifanyeje? Uislamu wenyewe ndo upi, nifanyeje? Mashaka tulionayo hayo, ndugu zangu. Kama alikokuwa kugumu kubaya, katoka kapiga hatua kaja hapa, we unaanzaje kumsakama kwa maneno makavu kama hayo? Badala ya kumpokea ukamuelekeza na yeye ukamkinaisha kwa hoja. Katoka kubaya zaidi kaja hapa, mpokee vizuri, umfahamishe taratibu. Hili si sahihi, kwa sababu iko hivi, anabadilika taratibu. Wahadhiri walotoa mada zikamkinaisha kuwa Ukristo si dini, hawapo, weshaondoka. Kajisogeza kwa Waislamu, Waislamu wamemkataa. Dini sasa hivi inaonekana ina vurugu, haina kivutio chochote cha kumfanya aliyo nje ya dini avutiwe nayo, aone hii ndo dini sahihi. Wakati wenzetu huko nyuma, hao tunaosema ni salafu saleh, walipoushika Uislamu, watu walikuwa wanasilimu wenyewe kwa kuona tabia nzuri za Waislamu tu. Mwenye akili, kama wanavyosema watu, chema chajiuza, kibaya chajitembeza. Mwenye akili huwa hahitaji msukumo wa hoja nyingi au nguvu. Akili yake akiona kitu sahihi, mwenye akili anajua kuchagua na anajua kutofautisha kilicho sahihi na kilichokuwa sio sahihi. Kwa hiyo jamii yetu ya Kiislamu tunajifakharisha sana kwa Uislamu wetu. Tushajitanguliza peponi na motoni tunawasukumiza wengine, lakini yale tunayoyafanya sisi ndani ya Uislamu yanauharibu Uislamu wenyewe, na Allah hatakuwa radhi. Katika hizo aya 3 za kwanza za suratu Muhammad, Allah anasema alladhina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla a'malahum, wale wanaokataa muongozo wangu wakawazuia na wengine wasije kwenye muongozo wangu. Maana anayekataa hatosheki na kukataa mwenyewe,
Anasema sitaki kuwaona na watu wengine wanakwenda kwenye dini hii, wanayafanya mazuri yaliyoagizwa huku. Yeye hataki, na hataki kuwaona wengine wanaenda. Hawa hujiona wanafanya mambo mazuri, wanayo mazuri wanayofanya. Allah anasema adalla a'malahum, amali zao wanazozifanya hizo zinazoonekana nzuri, Allah anazipotezea, hazipi thamani na hatozilipa. Uharibifu unaofanya ni mkubwa kuliko huo wema unaokupa wewe matumaini. Walladhina amanu, na wale wanaoamini imani ya dhati, waamilu salihati, alafu imani yao ikawapelekea kutenda matendo mema, imani ikatiwa kwenye utendaji. Wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, wakayaamini yale aliyoteremshiwa Muhammad. Yani sisi kama tunautaka Uislamu, tuuchukue Uislamu ule aliyoupigania na aliyousimamia Mtume. Sote tutakuwa na madhehebu mamoja, madhehebu yetu yawe yale aliyopita Mtume. Tusitengeneze madhehebu mengine vikatutenganisha. Sote tufate kile alichokuja nacho Mtume. Kwa hiyo walioamini imani yao wakaitia kwenye utendaji, wakaamini yote aliyoteremshiwa Muhammad, wa huwa alhaqu min rabbihim, na aliyoteremshiwa Muhammad yote ni haki kutoka kwa Mola wao. Watakaokubali haya wakaishi kwenye mfumo huu, kaffara anhum sayiatihim, Allah atawasamehe pale wanapokosea. Wa yuslihu balahum, atawatengenezea na mambo yao ya dunia yao na akhira yao, watakuwa ni wenye kufaulu. Kwa hiyo tutafute nafasi ya ufaulu, tusijiharibie. Kwa nini hawa makafiri akasema adalla a'malahum? Amal bila shaka ni zile nzuri. Kwa nini Allah anazipoteza amali za makafiri? Na kwa nini hawa waumini wanakosea akasema atawasamehe makosa yao? Katoa jawabu hapo hapo, kasema dhalika bi anna alladhina kafaru tabau albatil, hawa waliokufuru muongozo walioufata ni batil, ni kitu feki. Sasa ukifata kitu sicho huwezi kupata natija nzuri. Wa anna alladhina amanu, na hawa waumini waliojitahidi kufata utaratibu, waamilu salihati, na wakafanya matendo mema, ittaba'u alhaqqa min rabbihim, hawa wamefata kitu safi, real, haki iliyotoka kwa Mola wao. Kwa hiyo aliyekosea kufata utaratibu na aliyeupatia utaratibu hawawezi kuwa sawa sawa. Kadhalika yadhribu Allahu linnasi amthalahum, hivi ndivyo ambavyo Allah anawapigia watu mfano wao. Ukitaka kupatia lazima ufate utaratibu. Ukitaka kupata jawabu sahihi ya hisabu lazima uwe na right formula. Ukikosea formula huwezi kupata jawabu sahihi ya hisabu. Ayuha alikhwatul a'izza, inna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi, wa thanna bil malaikati al musabbihati bi qudsi, wa thalatha bikum ayyuha al mu'minuna min barriyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana jammilna bil afiyati was salama wa haqqiq lana taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana wa awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayna wa ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilayka wa inna minal muslimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. عباد الله،
inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.